Kitabu cha Hosea sura ya 6 mstari wa 1. Njoni tumrudie Bwana, maana yeye amerarua na yeye atatuponya. Yeye amepiga na yeye atatufunga jeraha zetu. Baada ya siku 2 atatufufua, siku ya 3 atatuinua, nasi tutaishi mbele zake. Nasi na tujue, naam, tukaendelee kumjua Bwana. Kutokea kwake ni yakini kama asubuhi, naye atatujilia kama mvua ya vuli inyeshayo nchi. Efraimu, nikutendee nini? Yuda, nikutendee nini? Kwa maana fadhili zenu ni kama wingu la asubuhi, na kama umande utokeao mapema. Kwa sababu hiyo nimewakatakata kwa vinywa vya manabii, nimewaua kwa maneno ya kinywa changu, na hukumu yangu itatokea kama mwanga. Maana nataka fadhili wala si sadaka, na kumjua Mungu kuliko sadaka za kuteketezwa. Lakini wao wamelivunja hilo agano kama Adamu. Huko wamenitenda mambo ya hiana. Gileadi ni mji wao watendao maovu, umetiwa rangi ya damu. Na kama vile makundi ya wanyang'anyi wamoteavyo mtu, ndivyo kundi la makuhani wauavyo katika njia ielekeayo Shekemu. Naam, wametenda mambo maovu sana. Katika nyumba ya Israeli nimeona jambo bovu kabisa. Huko uzinzi umeonekana katika Efraimu. Israeli ametiwa unajisi. Tena, Yuda, wewe umeandikiwa mavuno, hapo nitakapowarudisha wafungwa wa watu wangu. Kitabu cha Ezekieli sura ya 37 mstari wa 1. Mkono wa Bwana ulikuwa juu yangu, naye akanichukua nje katika roho ya Bwana, akaniweka chini katikati ya bonde, nalo limejaa mifupa. Akanipitisha karibu nayo pande zote, na tazama, palikuwa na mifupa mingi katika ule uwanda, nayo tazama, ilikuwa mikavu sana. Akaniambia, mwanadamu, je, mifupa hii yaweza kuishi? Nami nikajibu, Bwana Mungu, wajua wewe. Akaniambia tena, toa unabii juu ya mifupa hii, uiambie, enyi mifupa mikavu, lisikieni neno la Bwana. Bwana Mungu aiambia mifupa hii maneno haya, tazama, nitatia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi. Nami nitatia mishipa juu yenu, nami nitaleta nyama iwe juu yenu, na kuwafunika ngozi, na kutia pumzi ndani yenu, nanyi mtaishi, nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana. Basi nikatoa unabii kama nilivyoamriwa. Hata nilipokuwa nikitoa unabii, palikuwa na mshindo mkuu, na tazama, tetemeko la nchi, na ile mifupa ikasogeleana, mfupa kwa mfupa mwenziwe. Nikatazama, kumbe kulikuwa na mishipa juu yake, nyama ikatokea juu yake, ngozi ikafunika juu yake, lakini haikuwamo pumzi ndani yake. Ndipo akaniambia, tabiri, utabirie upepo, mwanadamu, ukauambie upepo, Bwana Mungu asema hivi, njoo kutoka pande za pepo 4, pumzi, ukawapuzie hawa waliouawa, wapate kuishi. Basi nikatabiri kama alivyoniamuru, pumzi ikawaingia, wakaishi, wakasimama kwa miguu yao, jeshi kubwa mno. Kisha akaniambia, mwanadamu, mifupa hii ni nyumba yote ya Israeli. Tazama, wao husema, mifupa yetu imekauka, matumaini yetu yametupotea, tumekatiliwa mbali kabisa. Basi tabiri, uwaambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitafunua makaburi yenu na kuwapandisha kutoka katika makaburi yenu, enyi watu wangu, nami nitawaingizeni katika nchi ya Israeli.
nanyi mtajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, nitakapoyafunua makaburi yenu na kuwatoa ninyi katika makaburi yenu, enyi watu wangu. Nami nitatia roho yangu ndani yenu, nanyi mtaishi, nami nitawawekeni katika nchi yenu, nanyi mtajua ya kuwa mimi Bwana nimesema hayo na kuyatimiza, asema Bwana. Neno la Bwana likanijia tena kusema, na wewe mwanadamu, twaa kijiti kimoja, ukaandike juu yake kwa Yuda na kwa wana wa Israeli wenzake. Kisha twaa kijiti cha pili, ukaandike juu yake kwa Yusufu, kijiti cha Efraimu, na kwa nyumba yote ya Israeli wenzake. Ukaviunge pamoja kwa ajili yako, hiki na hiki viwe kijiti kimoja, viwe kimoja katika mkono wako. Na wana wa watu wangu watakapokuambia wakisema, je, hutatuonyesha maana ya mambo hayo utendayo? Waambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitakitwaa kijiti cha Yusufu kilicho mkononi mwa Efraimu na kabila za Israeli wenzake, nami nitawaweka pamoja nacho, yani pamoja na kijiti cha Yuda, na kuvifanya kuwa kijiti kimoja, navyo vitakuwa kimoja mkononi mwangu. Navyo vijiti ambavyo uliandika juu yake vitakuwa mkononi mwako mbele ya macho yao. Ukawaambie, Bwana Mungu asema hivi, tazama, nitawatwaa wana wa Israeli toka kati ya mataifa walikokwenda, nami nitawakusanya pande zote na kuwaleta katika nchi yao wenyewe. Nami nitawafanya kuwa taifa moja katika nchi hiyo, juu ya milima ya Israeli, na mfalme mmoja atakuwa mfalme wao wote, wala hawatakuwa tena mataifa mawili, wala hawatagawanyika kuwa falme mbili tena hata milele. Wala hawatajitia uchafu tena kwa vinyago vyao, wala kwa vitu vyao vichukizavyo, wala kwa makosa yao mojawapo, lakini nitawaokoa na kuwatoa katika makao yao yote ambayo wamefanya dhambi ndani yake, nami nitawatakasa. Basi watakuwa watu wangu, nami nitakuwa Mungu wao. Na mtumishi wangu Daudi atakuwa mfalme juu yao, nao wote watakuwa na mchungaji mmoja, nao wataenenda katika hukumu zangu na kuzishika amri zangu na kuzitenda. Nao watakaa katika nchi niliyompa Yakobo mtumishi wangu, walimokaa baba zenu, nao watakaa humo, wao na watoto wao na watoto wa watoto wao milele. Na Daudi mtumishi wangu atakuwa mkuu wao milele. Tena nitafanya agano la amani pamoja nao, litakuwa agano la milele pamoja nao, nami nitawaweka na kuwazidisha, na patakatifu pangu nitapaweka katikati yao milele. Tena maskani yangu itakuwa pamoja nao, nami nitakuwa Mungu wao, nao watakuwa watu wangu. Na mataifa watajua ya kuwa mimi ndimi Bwana, mimi ni watakasaye Israeli, patakatifu pangu patakapokuwa katikati yao milele. Kitabu cha Malaki sura ya 3 mstari wa 1. Angalieni, namtuma mjumbe wangu, naye ataitengeneza njia mbele yangu. Naye Bwana mnayemtafuta atalijilia hekalu lake ghafula. Naam, yule mjumbe wa agano mnayemfurahia, angalieni, anakuja, asema Bwana wa majeshi. Kitabu cha Malaki sura ya 4 mstari wa 5 na wa 6. Angalieni, nitawapelekea Eliya nabii kabla haijaja siku ile ya Bwana iliyokuu na kuogofya, naye ataigeuza mioyo ya baba iwaelekee watoto wao, na mioyo ya watoto iwaelekee baba zao, ili nisije nikaipiga dunia kwa laana. Kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 mstari wa 1 hadi wa 9. Lakini ufahamu neno hili,
ya kuwa siku za mwisho kutakuwako nyakati za hatari. Maana watu watakuwa wenye kujipenda wenyewe, wenye kupenda fedha, wenye kujisifu, wenye kiburi, wenye kutukana, wasiotii wazazi wao, wasio na shukrani, wasio safi, wasiowapenda wakwao, wasiotaka kufanya suluhu, wasingiziaji, wasiojizuia, wakali, wasiopenda mema, wasaliti, wakaidi, wenye kujivuna, wapendao anasa kuliko kumpenda Mungu, wenye mfano wa utauwa, lakini wakikana nguvu zake. Hao nao ujiepushe nao. Kwa maana katika hao wamo wale wajiingizao katika nyumba za watu na kuchukua mateka wanawake wajinga wenye mizigo ya dhambi, waliochukuliwa na tamaa za namna nyingi, wakijifunza siku zote, ila wasiweze kabisa kufikia ujuzi wa kweli. Na kama vile Yane na Yamre walivyopingana na Musa, vivyo hivyo na hawa wanapingana na ile kweli. Ni watu walioharibika akili zao, wamekataliwa kwa mambo ya imani. Lakini hawataendelea sana, maana upumbavu wao utakuwa dhahiri kwa watu wote, kama vile na upumbavu wa hao ulivyokuwa dhahiri. Kitabu cha Ufunuo sura ya 11 mstari wa 1. Nikapewa mwanzi kama fimbo, na mmoja akaniambia, inuka, ukalipime hekalu la Mungu na madhabahu na hao wasujuduo humo. Na behewa iliyo nje ya hekalu uiache nje, wala usiipime, kwa maana mataifa wamepewa hiyo, nao wataukanyaga mji mtakatifu miezi 42. Nami nitawaruhusu mashahidi wangu 2, nao watatoa unabii siku 1260, hali wamevikwa magunia. Hao ndio ile mizeituni 2 na vile vinara 2 visimamavyo mbele za Bwana wa nchi. Na mtu akitaka kuwadhuru, moto utoka katika vinywa vyao na kuwala adui zao. Na mtu akitaka kuwadhuru, hivyo ndivyo impasavyo kuuawa. Hao wana amri ya kuzifunga mbingu, ili mvua isinyeshe katika siku za unabii wao. Nao wana amri juu ya maji kuyageuza kuwa damu, na kuipiga nchi kwa kila pigo, kila watakapo. Hata watakapoumaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua. Na mizoga yao itakuwa katika njia ya mji ule mkuu, iitwayo kwa jinsi ya roho Sodoma na Misri. Tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Na watu hao, jamaa na kabila na lugha na taifa, wataitazama mizoga yao siku 3 unusu, wala hawaiachi mizoga yao kuwekwa kaburini. Nao wakao juu ya nchi wafurahi juu yao na kushangilia. Nao watapelekeana zawadi wao kwa wao, kwa kuwa manabii hao 2 waliwatesa wao wakao juu ya nchi. Na baada ya siku hizo 3 unusu, roho ya uhai itokayo kwa Mungu ikawaingia, wakasimama juu ya miguu yao, na hofu kuu ikawaangukia watu waliowatazama. Wakasikia sauti kuu kutoka mbinguni ikiwaambia, pandeni hata huku. Wakapanda mbinguni katika wingu, adui zao wakiwatazama. Na katika saa ile palikuwa na tetemeko kuu la nchi, na sehemu ya 10 ya mji ikaanguka. Wanadamu 7,000 wakauawa katika tetemeko lile, na waliosalia wakaingiwa na hofu, wakamtukuza Mungu wa mbingu. Ole wa pili umekwisha pita, tazama ole wa 3 unakuja upesi. Malaika wa 7 akapiga baragumu. Pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atamiliki hata milele na milele. Na wale wazee 24 waketio mbele za Mungu katika viti vya enzi vyao wakaanguka kifulifuli, wakamsujudia Mungu wakisema,
Tunakushukuru wewe, Bwana Mungu Mwenyezi, uliyeko na uliyekuwako, kwa sababu umeutwaa uweza wako ulio mkuu na kumiliki. Na mataifa walikasirika, hasira yako nayo ikaja, na wakati ukaja wa kuhukumiwa waliokufa, na wa kuwapa thawabu yao watumwa wako manabii na watakatifu, na hao walichao jina lako, wadogo kwa wakubwa, na wakuharibu hao wayaribuo nchi. Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake likaonekana ndani ya hekalu lake. Kukawa na umeme na sauti na radi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana.